نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى. Nahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika jumaa hii ya leo na kwa muda mchache tulionao, tutajaribu kuangalia kwa ufupi na kwa mukhtasar dhawabitu shar'iyyati limawqif almuslim fil fitani, kanuni za kisheria za Kiislamu katika msimamo wa Muislamu wakati wa fitna. Kuna kanuni kama 7 kufuatana na muda tutakao tunazielezea kwa ufupi, kwamba kufuatana na mabadiliko ya dunia jinsi yanavyokwenda, na sisi Waislamu tunahitajika vile vile tuweza kwenda hivyo hivyo bila kuweza kuathiri dini yetu na kanuni zetu katika Uislamu. Na kanuni ya kwanza katika dhawabit shar'iyyah al-mawqif al-muslim fi al-fitan, annahu idha dhaharat al-fitan aw taghayyarat al-ahwal fa'alayka bir-rifqi wa ta'anni wal-hilm wa la ta'jal. Inapokuwa imedhihiri fitna au kuna mabadiliko fulani yametokea katika jamii, katika nchi, inakulazimu kwanza uyaendee, usifanye haraka, kwa utulivu na uangalifu na kwa upole. Napotokea jambo hilo, basi uliendee bitaani walhilm wala ta'jal, na wala usifanye haraka katika kuweza kuliendea jambo hilo. Katika hadithi anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu, upole na utulivu unapokuwa katika jambo, isipokuwa jambo hilo linakuwa ni zuri, kwa maana jambo hilo linapambika. Wa ma nuziya min shay'in illa shanahu, upole na utaratibu na huruma inapoondoka katika jambo, isipokuwa jambo hilo linakuwa ni baya. Inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kullihi, katika hadithi nyingine kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala upenda huruma na upole katika mambo yote. Napenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna sahaba anaitwa Abi Ishaq bin Abil Qaisi. Mtume alimsifu alikuwa na aina mbili na sifa mbili ambazo zilikuwa zinapendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Abi Ishaq bin Abdullah al-Qaisi, inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluhu, kwamba wewe una mambo mawili ambayo anayapenda Mwenyezi Mungu na mtume wake, alhilmu wal anat, sifa ambazo zinapendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: upole, umakini na kutokuwa na haraka katika kuliendea jambo hilo. Ama katika kanuni ya pili, annahu idha barizatil fitanu wa taghayyarat al ahwalu fala tahkum ala shay'in min tilka al fitan
au min taghayyur al-ahwali illa ba'da tasawwurihi. Pindi inapotokea fitna katika jambo, yakatokea mabadiliko katika jamii au katika nchi au mtaa, usifanya haraka kuhukumu jambo hilo mpaka baada kwanza uweze kubainika ukweli wake ukoje katika tukio hilo pindi linapokuwa limetokea. Na kanuni hii inaenda sawa na kanuni inayofiqhi inayosema al-hukmu ala shay'in far'u min tasawwurihi. Kuhukumu katika jambo lolote lile, kwanza ni sehemu inatakiwa kwanza ulifahamu jambo hilo kabla haujaanza kuhukumu. Fa idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, anapokujieni mtu jambo na uovu, lazima kwanza kabla ya kulifanyia kazi muweze kuwa kwanza na uangalifu kujua ukweli wake. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala takfu ma laysa laka bihi ilmu, wala usitoe au usifuate lile ambalo huna ujuzi nalo wala huna elimu nalo. Maadamu umesikia, umeenda katika mtandao ukaamini kwamba jambo hili ni kweli, kama ambavyo hali imechafuka sasa hivi katika mitandao yetu, katika jamii. Kuna baadhi ya viongozi hususa katika maulama wameguswa na mambo hayo kwa kutuhuma mbalimbali, akiwemo Sheikh Nuruddin Kishki, Sheikh Walid mathalan. Sasa unaposikia mambo yale alafu moja kwa moja ukatasawira kwamba ni kweli, utakuwa unaingia katika makosa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ayuhaditha bikulli ma sami'a, inamtosha mtu kuingia katika madhambi kuzungumza kile ambalo atakuwa analisikia bila kuweka tasawur na kulipima jambo hili kama ni la kweli au si la kweli. Hizi kanuni ziko 7, lakini kufuatana na muda wetu ni mdogo, tutakuwa tunaelezea kwa mukhtasara. Kanuni ya 3, ayalzama almuslimu alinsafa wal adla fil umuri kullihi, ajilazimishe muislamu kwanza kuzingatia haki, wakadhalika uadilifu katika masala yote katika sharia na katika masala mbalimbali ya kijamii. Yaqulu tabaraka wa taala katika sura ya 6 aya 152, wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, na mnaposema pengine katika kutolea ushahidi jambo fulani, fanyeni uadilifu hata kama huyo unemtolea ushahidi ni ndugu yako wa karibu. Almuhimu, inatakiwa kuwa na uadilifu katika maneno na uadilifu katika matendo kwa wale ambao wote utakao watolea ushahidi au kuwafanyia jambo fulani. Tuangalie sahabiyun akimuhusia maana katika swala la uadilifu na ukweli. Anasema hata idha qatalta faqul qataltu, hata inapofikia hatua kwa wewe umeua, ukiuliza sema nimeua. Ilzamu sidq, kujilazimisha na nini? Na unajua kwamba ukisema ukweli pengine utafungwa au utanyongwa, lakini anamwamrisha kwamba sema nimeua au nimefanya jambo fulani. Yaqulu tabaraka wa taala katika aya sura ya 5 aya 8, wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala an la ta'dilu, wala kuwachukia baadhi ya watu isiwe ni sababu ya nyinyi kutokufanyiwa uadilifu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, fanyeni uadilifu kwa sababu katika kufanya uadilifu ndio njia za kumuingiza mtu katika takwa na katika ucha Mungu. Inawezekana mtu si katika kundi lake, inawezekana mtu si katika chama chake au mfuasi wake, lakini maadamu yuko mbele yake akashindwa kuweza kumfanyia uadilifu. Kumchukia mtu si sababu ya kuweza kumnyima haki yake ya uadilifu katika kumtendea haki. Kwa hiyo atakayekuja mbele yako wewe, chunga zaidi kufanya uadilifu, kwa sababu uadilifu ni karibu na nini? Na ucha Mungu. Kanuni ya 4,
alaika bil jamaati wa iyyakum wal furqa, inapotokea fitna au hali zimeharibika, jilazimisheni kuwa katika jamaa. Na kanuni hii imejengwa katika misingi ya misingi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kauli yake isemayo wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa maana sharia za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na wala msifarikiane. Chukueni tahadhari katika kugawanyika, kwa sababu mkifanya hivyo mgawanyiko mtapoteza nguvu na kuharibikiwa katika mambo yenu. Kuna hadithi ya Imam Ahmad anasema aljamaatu rahma wal furqatu adhab, umoja juu ya uongofu, si kile jamaa, umoja juu ya uongofu, na katika maana ajili sawasawa ni rehema mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kutengana na kuachana ni mateso na adhabu. Na ili kufikia lengo hili miongoni mwetu, inatakiwa tuweze kufuata jamaatu ahli sunna wal jamaa, na msingi wake mkubwa annabiyun, mtume aula awe kwako ni bora zaidi kuliko nafsi yako na kuliko jambo lingine lolote. Walidhalika bitaatihi, kumtii kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam, wa itibaihi wa inqiyadu lahu, kumfuata na kutekeleza yale yote ambayo anatuamrisha na kutukataza. Yaqulu tabaraka wa taala an-nabiyyu aula bilmu'minina min anfusihim, mtume ana haki zaidi kwa waumini kufanyiwa, yani kufuatwa kwa haki, kuliko watu kufuata nafsi zao. Anayetakiwa kufuatwa kwa haki zaidi kuliko nafsi zetu kwanza ni mtume sallallahu alaihi wasallam, na kisha katuashiria kuna masahaba wanne wale. Ibn al-Qayyim katika kufasiri aya hii anasema wa dalilu la anna man lam yakun ar-rasulu aula min nafsihi falaysa min al-mu'minin, ni dalili kwamba yule mtu ambaye atakuwa mtume kwake hatakiwi, anatakiwa amfanyie haki zaidi alafu asimfanyie akao kinyume chake, basi huyo sio muumini wa kweli. Hata kama utajiita kwamba wewe ni Muislamu au ni muumini, lakini huwezi wewe ukawa ni muumini kwa kutamani tu. Laysa al-imanu bitamanni, imani si kutamani mimi muumini, bali imani ma waqarahu al-qalb wa saddaqahu al-a'mal, ni ile ambayo iko moyoni na matendo yakaonyesha kwamba kweli wewe ni muumini na unampenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kukhitilifiana na kuachana ambako kuna semehewa si katika masala ya msingi ya kisheria, bali katika masala ya ijtihadi. Katika masala ya ijtihadi wanazuoni wamekwenda katika ijtihadi za aina mbalimbali. Kwa hiyo muhimu, inatakiwa kwanza tuangalie msingi wa kwanza kabla ya ijtihadi, Qur'an, hadithi za mtume, na kama kuna mwenendo wa sahaba watu wanatakiwa kufanyaje? Kufuata. Ama kanuni ya tano, anna rayati allati turfau fil fitani sawaun rayati diwalin au rayati duat, la budda lilmuslim an yazinaha bil mizani shar'i as-sahih, mizanu ahli sunna wal jamaa. Mabango yanayotokea mbalimbali ima katika nchi, raya kwa maana maneno, mambo mbalimbali, mabango yanayotokea hasa pengine kwa duati au maeneo mbalimbali, yanapotokea wewe Muislamu unatakiwa uwapime katika mizani ya kisheria sahihi. Napokusudia mabango, kwa maana ni mambo mengi ambayo yanatokea katika jamii hivi sasa, ima katika daula au katika sisi maduati. Ukiingia katika mitandao utakuta mambo mbalimbali, wengine unajiita mashekhi, wengine madarwish, kila mmoja anatoa mada yoyote anayoona yanafaa. Kuna wengine pia wanajiingiza katika masuala mbalimbali, wanadai kwamba wao pengine wanajua masuala haya ya unyago, na watoto wadogo pengine wa miaka 6-7. Sasa ukisikiliza unaweza kufikiri kwamba ni kweli. Sasa mabango kama hayo lazima uyapime katika mizani ya kisheria kabla hujaweza kuyafanya au kuyafuata. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema
wa udhi almawazin bilqist liyawm alqiyama fala tudlam nafsun shay'a, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweka mizani ya uadilifu siku ya Kiyama, na hakuna mtu yeyote atakayedhulumiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama bahati nzuri katika Uislamu, halali na haramu imekwisha kubainishwa. Al-haramu bayyin wal haramu bayyin. Kwa hiyo hakulazimu sana wewe kutumia nguvu zaidi kuangalia Qur'ani inasemaje, Mtume anasemaje katika masala mbalimbali, ima katika ibada au masuala mengine mbalimbali. Kwa hiyo isitokee kuwa katika mabango hayo ukalazimika wewe, au akatokea mtu akulazimisha afuate vile ambavyo anaona au anaona kwamba hii inafaa. Nimetaja rayatu dawala, pengine tutolee mfano tu. Kuna misamiati ambayo inapita katika nchi, kuna pombe halali na pombe haramu. Kwa itakiwe kama muumini kuamini kama kuna pombe halali na haramu. Inawezekana pombe hiyo ikawekwa nembo, huu ni urithi wetu, vumbua dhahabu. Sasa nitakiwe una tasawur hiyo, kuangalia kilichomo ndani yake ni nini. Pambo la nje ni halali, lakini ndani inaweza kuwa ni haramu. Kwa hiyo natakiwe uwe na mazingatio juu ya hayo. Kadhalika mitandao ya kijamii, kama unavyoona tuhuma mbalimbali zinakuja kwa viongozi na nini, si haraka wewe kutumia fikra yako na kuamini kwamba jambo hili ni kweli. Ama ikitokea hali kuwa imetabadilika katika jamii, ima katika nchi, sisi kama Waislamu tunatakiwa tufanye nini? Au watu wanatakiwa wafanyaje? Kuandamana, kukinukisha? La. Qala al-Imam Ibn Baz anasema, la ara al-mudaharat nisaiya wala rijaliya min al-ilaji, sioni kwamba maandamano ya wanawake wala maandamano ya wanaume kwamba inaweza kuwa ni suluhisho, walakin ara annaha min asbabil fitani, mimi naona kwamba maandamano hayo ni sababu ya fitna, wa min asbabi shururi, na ni sababu ya kueneza shari za aina mbalimbali, wa min asbabi dhulmi baadhi nas wa taaddi ala baadhi nas, na ni sababu ya kuweza kudhulumu watu wengine na kufanya uadui katika baadhi ya watu wengine, kama ambavyo imetokea katika siku za nyuma, watu kuchoma vitu mbalimbali, kuharibu mbinu mbalimbali aina mbalimbali, kwa kudai kwamba watu wanadai haki. Almuhimu, inatakiwa tuwe katika nini? Katika jamaa, katika kitabu ahlul jamaa wa fi kitabi aqidat ahlusunna wal jamaa. Ukiangalia kitabu cha ahlusunna wa aqidat ahlusunna wal jamaa, kuna mlango hasa ambao unazungumzia haki za watawala na haki za wale ambao wanawatawaliwa. Muda ni mchache na hizi mada ni nyingi, tutaeleza kwa ufupi tu. Ama pande zote hizi zinatakiwa kunasihiana bila kuweza kumwathiri mwenzake, ima katika dini au katika upande mwingine wote. Wa amruhum shura, watu wakae pamoja, washauriane, waangalie mustakbali wao wa maisha ukoje na waweze kutekeleza. Na kuna mambo ambayo unaweza kumwambia kiongozi swaraha, na yapo mambo mengine ambayo hayataki kumwambia wazi. Katika hadithi Mtume anasema, man arada an yansaha lidhi sultani fala yubdihi ala niyatin walakin liakhudha biyadihi, anayetaka kumnasihi kiongozi katika jambo ambalo unaona kwamba hili litakuwa ni fedheha kwake, pengine mbele za watu ukalitoa na kumkashifu au kumweleza, haitakiwi kusema kwa wazi, bali msubiri pembeni, kisha baadaye muelezee jambo lile. Ukifanya hivyo utakuwa umetekeleza jambo lako. Fa in qabila minhu fadhalika, ikiwa atakubali rai yako na mawazo yako, basi utakuwa umetekeleza jukumu lako. Wa illa fa innahu adda Allah alayhi, kama wewe utakuwa umetekeleza haki yako katika kumweleza jambo hilo. Kwa hiyo basi, katika riwaya nyingine, ruya an Ibn Asim fi sunan wa ghairihi, asahahu al-Albani, mfano wa kitendo alichofanya Wahab ibn Wahabin wakati al-Imam Malik alipokuwa anatoa darasa lake. Akitoa darasa msikitini, alifikia hatua anasema, su'ila anta khalilil asabi ar-rijlain fil wudhu,
aliulizwa kuhusu kuachanisha miguu ya vidole katika udhu ili maji yaingie. Faqala laysa dhalika ala nas, akasema jambo hili halipo. Jambo hili Wahab na Ibn Wahab huyo katika madhhabi ya Shafi hilo lipo. Hakuweza kujitokeza hadharani akaanza kumwambia Malik, hapana, jambo liko hivi. Alimsubiri baada ya kumaliza darasa, baadaye akaja kumfuata na kumuelezea sanadi, kufuatana na muda mrefu atuweze kueleza sanadi yake kutoka kwa fulani kwamba inafaa kuachanisha vidole vya miguu katika kufanyaje, katika utekelezaji wa masala ya udhu. Wakadhalika Naufal bin Malik anasema yeye, wale bora katika watawala wenu ni wale ambao nyinyi mnawapenda na wale ambao wanakupendeni nyinyi, wale ambao mnaomba juu yenu na wale ambao nyinyi wakadhalika vile vile mnaomba kwao katika masuala mbalimbali ya kijamii. Na ovu kabisa katika utawala wenu ni wale ambao nyinyi mnawalaani wao, wanakulaani nyinyi na nyinyi mnawalaani wao. Ikifika hatua hiyo, qila ya Rasulullah, kama hali ndio hii, afala nuqatuluhum, kwa nini tusimalizane tu tupigane nao mapanga? Lakini Mtume akasema hapana, basi chukieni vitendo vyao, lakini msiondoe mkono wenu katika kumtii au katika kuwatii wao. Na katika hadithi ambayo imesimuliwa na Abi Hunaida Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, suila Salmatun bin Yazid al-Ja'fi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Huyu Salma bin Yazid al-Ja'fi alimuuliza Mtume, faqala ya Rasulullah, ewe Mtume Mwenyezi Mungu, araita in qamat alaina umara, unaonaje lau kama watakuja kwetu sisi viongozi, yasaluna haqqahum, wanauliza haki zao kwetu sisi tuwafanyie, na sisi tunaotekeleza kila jambo ambalo wanafanya wanaosema, lakini wayamnauna haqqana, lakini wao wanazuia haki zetu kwao, hawatupi. Famadha ta'muruna, unatuamrisha tufanye nini? Tuandamane, tupigane mapanga? Fa'arada anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alinyamaza kidogo kuhusu swala hili. Baada ya kuona kwamba hili swala lina maslahi makubwa katika jamii, alisubiri, alinyamaza ili aweze kupata wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha baada ya hapo Mtume akasema, isma'u, sikilizeni mambo yao, amri zao, wa atiu, na muwatii, fa innama alayhim ma humilu, hakika wao watabeba yale ambayo yako juu yao katika masuhulia, wa alaykum ma humiltum, na nyinyi mtabeba yenu ambayo kwenu masuhulia katika kutekeleza. Barakallahu li wa lakum Qur'anul azim wa nafani bi ayati wa dhikril hakim wa astaghfirullah wa nastaghfirullah al-azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Uislamu mada yetu ilikuwa nazungumzia dawabitun ash-shar'iyya li mawqif al-muslim, kanuni za kisheria katika msimamo wa Muislamu pindi inapodhihiri fitna. Ziko 7, lakini tumeeleza kwa ufupi kufuatana na muda wetu wa swala ya Ijumaa. Katika kuhitimisha, kanuni ya 5 kutoka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, akisimulia hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema, innaha satakunu badi atharatun wa umuru tunkirunaha, hakika yatakuja kutokea baada yangu mimi mambo mengi ya ubinafsi na mambo mengi ambayo hamtayakubali. Qalu ya Rasulullah kaifa ta'muruna, sahaba baada ya kusikia habari hizi wakasema, ewe Mtume Mwenyezi Mungu, sasa unatuamrisha tufanye nini? Tufanye nini wakati huo? Qala tuadduna alhaqa alladhi alaykum, nyinyi juu yenu ni kutekeleza ile haki ambazo kwenu ni wajibu kutekeleza katika wakati huo. Watasaluna Allah alladhi alakum, na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapeni kile ambacho ni haki yenu kwao. Hadithi mutafaqun alayhi. Ama kanuni ya 6, anna lilqawli wal amali fil fitani dawabit falaysa kullu maqali yabdu laka hasanan,
kwamba katika kila maneno na matendo wakati wa fitna kuna kanuni au kuna taratibu ambazo unatakiwa uzifanye, na si kila neno linapodhihiri kwako katika fitna kuona kwamba ni kweli na ukalifanyia kazi au tudhihiru kwamba ni kweli, na si kila amali ambayo inatokea vile vile kwako unaona kwamba ni nzuri ukasema kwamba ni kweli. So kila kauli kwako unaiona kuwa ni nzuri ukaisema, kwanza lazima uweze kutabayan juu ya jambo hilo. Yawezekana pengine ni kalimatul haqi urida biha albatil, neno juu yake ni haki lakini ndani yake ni batil. Mtu anapamba neno lake vizuri lakini baadaye ndani yake kumbe sicho ambacho kilichokuwa kimekusudiwa. Kama ambavyo siku za nyuma kulikuwa na maneno mawili, kuna watu wanadai haki amani, haki amani, basi kuna upinzani. Ukija ukiangalia wale ambao wanasema haki kwanza, pengine kuna batili ndani yake ile ambayo ilikuwa imefichikana. Walaysa kullu amalin walaysa kullu fi'lin yabdu laka hasan tafa'aluhu, na si kile jambo ambalo la dhikri kwako unaona kwamba ni nzuri ulifanye, bali unatakiwa kufanyaje? Ulifanyie fikra na utaratibu mzuri. Limaza? lianna alfitnata qawlika fiha yatarattabu alayhi ashya, sababu ya wewe kulifanyia jambo kwa kusema kwa maneno katika jambo lilo laweza likasababisha fitna nyingi katika matendo au katika maneno yako yale, kwa sababu wakati wa fitna maneno yako na vitendo vyako vyote vina athari. Angalia kile utakachokisema kitakuwa na athari gani katika jamii, utakachokifanya kitakuwa na athari gani katika jamii. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yeye katika wakati wake alikuwa anapenda sana alikuwa anapenda kuhadithia hadithi kuhusu, alikuwa apendi sana kuhadithia hadithi kuhusu uasi dhidi ya watawala au dhidi ya viongozi. Ikafikia hatua katika zile hadithi ambazo ni dhaifu, ambazo elezea katika uasi juu ya watawala au viongozi, akaashiria katika musnad wake ziweze kufutwa. Zikawa zimefutwa zile hadithi miongoni mwa hadithi dhaifu, lakini sio katika hadithi sahihi. Na mwisho katika kanuni ya 7, anna Allah amara muwalati almu'minina wa khasatan ulama, kwamba Mwenyezi kitokea fitna basi jilazimisha kufungamana na viongozi na hususan walioamini na hususan wanazuoni. Anna alulama warathatul anbiya, ikitokea fitna ukimbilie wapi? Katika makundi ya wasanii bongo flavor au kimbilia wapi? Kimbilia katika kundi la jamaa au sunna wal jamaa. Ukimbilia katika huko utapata mwongozo sahihi wewe uweze kuishi vizuri duniani kimatendo, kitabia na mambo mengine, na akhera pia uweze kupata maisha mazuri. Mwenyezi Mungu anasema walal akhiratu khairul laka min al-ula, na maisha yajayo wewe Muhammad kwako ndio bora zaidi kuliko maisha haya ya duniani. Duniani tuko katika mtihani mkubwa. Nabii Luqman akimuhusia mwanae, sio nabii, anamwambia ya bunayya, ewe mwanangu, inna dunya la bahrun amiq, dunia hii ina kina kirefu. Dunia hii ni kama bahari yenye kina kirefu. Wengi katika watu wamezama huko katika dunia hii ambayo yafananisha na bahari na kina kirefu. Faj'al safinataka taqwa, jaalie jahazi lako la kukuondoa katika la kukuvusha katika bahari hii ya dunia kuwa ni ucha Mungu. Na hawa wa maulama nao wana muwasafati, so kila alimu ni alimu, wana muwasafati ambao unatakiwa ya watu waweze kuzingatia. Liza yalzamu dai an yakuna lahu muwasafat au waqafatun da'iya alqudwa, kwa awe ni mfano ambao unaigwa kwa watu. Kwa ajili hiyo tutaeleza kwa ufupi kama mambo hayo. Kwanza, daia awe na ikhlas fi da'wati wa taqwa Allah ta'ala, awe na ikhlas katika dawa yake na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio katika zadu da'awia. Wakadhalika fatazawadu fa inna khaira zadi taqwa, fanyeni ziada ya matendo na ziada ile nzuri ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ayakuna ala ilmi fima yad'u ilayhi, dai awe na ujuzi katika kila ambacho anachokilingania, kama ambavyo ameelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam
kwamba hii ndio njia yangu ndio njia yangu ambayo nalingania mimi pamoja na nani na maswahaba zangu, ala basira ala ilmin, kwa yakuna ala ilmin fima yadu ilayhi fa in kana muwafiqan qubila, ikiwa maneno yale yanafikiana na yale ambayo yametoka kwa wanazuoni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yatakubaliwa. Wa in kana mukhalifan, hata kama ikiwa maneno yale ni kinyume, wajaba radduhu ala qailihi kainan man kana, itakuwa ni wajibu kurejesha maneno yale bila kuangalia kwamba huyu ni mtu kutoka wapi, ni hadhi yake ikoje. Hata kama hadhi yake ni kubwa zaidi, lakini anasema kwamba ni kitu ambacho kiko kinyume, hautaki wewe kuweza kukifuata kitu hicho, bali kiko katika manhaji sahihi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Ayakuna da'iya sabiran ala da'watihi, natakiwa mlinganiaji awe na subira katika dawa yake, katika ulinganiaji wake, kwa sababu katika kila dawa lazima kuwe na nini, mawani mbalimbali na mambo mengine mbalimbali. Jambo lingine, alhikmatu thumma almawidhatu alhasana thumma aljidalu billati hi ahsan, alinganie kwa hikma na mawidha mazuri na jidala vile vile iweze kuwa nzuri, kama ambavyo ameelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wakadhalika adamu liyasi min rahmatillah, asiwe mwenye kukata tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atakhalli bi sifatil mujahidin, na ajipambe na sifa za wale wa mujahidin wapigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakadhalika adamu alhujum ala ashkhas bi asma'ihim, na asiwe ni mtu mwenye kutupa madongo ya waziwazi kwa watu wengine, kama ambavyo raddi zimekithiri sasa hivi katika jamii. Kila mmoja anamtupia hivi, anamtuhumu, na wote hawa na maulama, huyu anakamkashifu huyu, huyu anamtukana huyu. Kusiwe na hujumu kama hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea baadhi ya mambo na kuyakataza, hakuwa akitoa saraha na kumwelezea mtu kwa jina lake. Alikuwa akisema ma balu qaumin yafaluna kadha, vipi watu hawa wanafanya jambo hili. Sasa kama kuna mtu kafanya jambo hilo, yeye mwenyewe atajua kwamba hakika jambo hili nimesemwa mimi. Wakadhalika adaiya la yuzaki nafsahu inda nas, mlinganiaji haitukuzi nafsi yake kama mimi ndio topu na mimi ndio kila kitu. Fala, haitaki kuweza kutukuza nafsi yako, kwa sababu kila mwenye fakulu dhi ilmi, nasema kila mjuzi basi yuko mjuzi zaidi, na mwisho ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍi Allahumma an khulafaika al-arba'atin ba'da nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam, Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Khattab, Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib, wa an baqiyati ashabi nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.